Club anakwenda kuivaa Stade Malien de Bamako kama ambavyo nilikwambia hapo awali. Mchezo wa kwanza walipoteza kwa goli moja dhidi ya Petro Atletico. Wengi wakazungumza ya kwao namna ambavyo wanaiona Simba. Kwako wewe kwa jicho la uchambuzi zaidi, Simba ya Pantev jinsi ambavyo umeiona ilikuwa approach ya kwanza dhidi ya Petro kuelekea hawa ambao wengi walizenda ndio vibonde lakini wamekuwa wagumu mwisho wa siku. Ni mechi ngumu kwa Simba. Kwa sababu Simba wanaenda kwenye hii mechi wakiwa wana umoja. Yaani kuna mpasuko kwenye timu. Kwa kuna watu maana yake wanafurahia Simba ipoteze ili wakumbuke wao, wakishakumbukwa warudi kukaa pale. Kwa sababu ya nini? Ya maslahi yao. Yaani ogopa sana ukiona kwenye timu yenu ama sehemu mlipo nyinyi mnapofanya kazi kuna watu wapo kwa ajili ya maslahi tu. Umeona? Yaani ni sasa sana kusema nyinyi kazini kwenu. Labda kuna mtu mwingine afanye kazi hii hapa ya uandishi kwa kuenjoy. Umeona? Ila yeye anafanya ili ya nini? Apate pesa. Wewe ngumu sana kutoboa nyinyi. Lakini mko mnafanya huku mnaamini bwana siku moja hivi tunataka tuwe pale. Mnafanya kwa yaani mtaenda sana kaka. Mtafanikiwa sana. Ndio kitu kilicho Simba. Simba mistake ya kwanza ambayo mimi naamini hata yeye mwenyewe ambaye yupo saizi mwekezaji wa saizi alikosea ni kutengeneza cheni ya watu wengi. Hiyo wakati anaingia tu angechungulia. Bwana mimi nina mambo mengi. Ni uteke upande wa mashabiki. Niweke mtu wangu mimi ambaye namtaka mimi. Yaani huyu atakuwa mtu wangu mimi ambaye yeye ndo atakuwa anafanya nini? Anacontrol kila kitu. Anacontrol kila kitu. Hizi kelele kaka zisinge kuwepo. Lakini kwa sababu yule mtu wa huku yupo tofauti na nani? Na watu wengine huku. Lazima mtengeneze gepu. Wapige hesabu yule ni mwenyekiti wa wanachama lakini akija huku hana nguvu yoyote ile. Hicho kimesababisha yote haya. Kwa hiyo tumi nafikiri Simba kwenye hii mechi ya Stade de Malien wana kazi kubwa ya kufanya. Na hasa wale watoto kuna jeuri wameipata. Jeuri gani? Jeuri ambayo wameipata kutoa sare na Esperance Sportive de Tunis. Na wote tunajua. Mbabe wa kundi tulikuwa. Na wote tunajua Esperance Sportive de Tunis. Yaani kwa zaidi ya miaka 10 yeye akitoka sana nusu finali. Ina maana ni mkubwa kuliko Simba. Kwa hiyo wanapiga hesabu. Huyu ni mkubwa kuliko Simba huyu. Ana makombe 4, tumepata sare kwake. Kwani tusimkande huyu Simba? Japokuwa hii kujiamini kwa kupitiliza wanaweza kacheza open football sana wakajikuta wanapishana wakapigwa wao kwa sababu naamini Simba na quality players wazuri kuliko Stade Malien, lakini wao wale Malien target yao ni kwamba kuuza wachezaji. Unajua zile timu za Mali wao wanatengeneza vijana wanawakuza afu wapige bei. Kwa mimi naamini itakuwa ni mechi ngumu sana kwa Simba kwa sababu Simba haiko salama kutoka nje ya uwanja. Pantev aliingia na force number 9 ikamhukumu na wengi wakazungumza mengi kwamba amefeli. Kwako wewe kwa jicho la uchambuzi pia uliona hiko ambacho wengi walikiona ama unadhani Pantev afanye sasa kuwatumia wale mastreka wake ambao wako nao ana hazina 3 pale? Kimbinu Pantev wa kufeli. Alifanikiwa sana. Aliwabana sana vijana wa Petro Atletico. Waliomfelisha ni wachezaji. Yaani ile mechi ya Simba ya juzi ni wachezaji walimfelisha. Na unadhani hii ambayo inaenda kutokea tena sasa mwalimu aingie kwa style gani ambayo unaona kidogo itakuwa sweeter? Mimi nafikiri kwenye hii mechi akasimamisha mshambuliaji, akatumia mshambuliaji kwenye hii mechi. Simba ile mechi walitengeneza big chance 3. Elimpanzo alipoteza 2, Morris Abraham alipoteza 1. Umeona? Yes. Watu wanaweza kuzungumza sana ama wakaongea maneno mengi, lakini kama Simba wangefunga mfano nafasi zile 2, maana yake wangeshinda 2-1. Na wangeondoka na alama 3. Kama wangetumia zote 3, wangeshinda 3, lakini Simba alikuwa wanatengeneza nafasi, hawafungi, wanatengeneza nafasi, hawafungi. Wenzao wamoja kufunga nafasi ngumu, umeona? Wamewanyang'anya mpira Simba, yule Beni akadrive kidogo, akaona kabisa mlinzi wa Simba anakuja na goalkeeper anatembea, akasema ana shoot. Mchezaji mwenye akili yoyote yule, mchezaji mkubwa, mwenye ukomavu, alishuti. Nini kilitokea? Mpira ukaenda nyavuni moja kwa moja. Ina maana ile mechi Simba yani kama wangekuwa na madhara ama zile nafasi walizopata Simba kina Mpanzu, umeona, wangepata wale Petro Atletico kina Jonas Santoro, tungezungumza 3-0 pale ama 3-1 ama 4-0, kwa sababu uliona kabisa wachezaji wa Petro Atletico walikuwa wakifika kwenye lango la Simba, unaona hawa ni wachezaji wakubwa. Wachezaji wa Simba ile siku walicheza kama wachezaji wa timu ndogo. Yani Simba ikicheza na Mtibwa, si wachezaji Mtibwa wana papara nyingi basi Simba siku ile wachezaji wake wanaocheza eneo la ushambuliaji walikuwa kama wachezaji wa Mtibwa sasa. Kuna kijana mmoja wa Mtibwa ule ana rasta hivi. Maile Mchonga Maile bei ya jioni. Niliona juzi nilikuwa naangalia mechi na KMC pale.
KMC walikuwa na walinzi wawili, afu wao Mtibwa walikuwa watatu. Bwana kijana akaanza kukimbia na mpira tu. Anakimbia tu na mpira. Wenzake wameshafungua bwana hii counter hii ukiweka pale tukatoka mpira nyavuni anakimbia tu. Ndio wachezaji wa Simba sasa. Kina Mpanzu, kina Morris Abraham ile siku walicheza hivyo kaka. Sasa ukitizama na wewe matarajio kwa upande wa Simba kutoboa kama angepoteza huu mchezo, nafasi bado anayo ya kutosha? Nafasi anayo lakini kaka mimi nimekwambia hapo Simba kuna mgogoro wa viongozi. Simba haiwezi kutoboa kama huu mgogoro usipoisha. Kama ushikatia tamaa Simba mapema kabisa. Simba huwa ikatiwi tamaa kwa sababu ishapitia hivi vitu, afika fanya maajabu, umeona? Lakini Simba ili afuzu kwenye hili kundi, amini nakwambia, anataka achukue pointi 6 kwa hawa jamaa. Nje. Kwamba Bamako ampige nje ndani. Akishindwa hapo, Simba hawezi kumfunga Petro Atletico Angola. Esperance hawezi kumfunga Esperance Tunisia. Yaani sare anaweza kuzipata hizo mechi. Lakini kwenye kushinda ni kazi ngumu kwa sababu zile timu zina quality players kuliko Simba. Yaani tuwe kwenye ukweli uhalisia. Watu wengi walikuwa na idharau Petro Atletico. Mimi nilikuwa nazungumza kila siku nawaambia Petro Atletico ni timu yenye pesa. Wanawekeza pesa nyingi. Yule Ben aliyofunga goli amenunuliwa zaidi ya bilioni 1.5. Umeona? Aliyofunga goli yule. Ni timu yenye pesa nyingi. Ni timu ambayo imewekeza kwenye soka la vijana. Sio ya kuichukulia poa. Nilikuwa nawaambia watu wanaona kwa sababu Petro Atletico misimu miwili iliyopita hajafanya vizuri. Sasa kama hajafanya vizuri misimu miwili iliyopita sio kusema amelala. Wajipanga huyo. Msimu huu umeona wamemsajili ule Beni, wameongeza wachezaji wengi pale. Kuna yule mtu mmoja pale anaitwa George. Kuna George ule kiungo namba 6 yule na nyota wengine wengi wamewasajili. Umeona mpira leo kuja kucheza hapa. Sasa wamekuja ugenini wamecheza vile. Wakienda kucheza kwao wanakutafuta wewe utafanya nini? Kwa hiyo mimi nafikiri Simba nafasi ya kufuzwa nayo. Cha muhimu ameshapoteza pointi 3 nyumbani. Kipindi kile wakati amepoteza pointi 3 nyumbani nakumbuka alimpiga Vipers home and away akachukua pointi 6 zikamrudisha mchezoni akaja akampiga Oroya hapa ilikuwa ni 7-0 akaenda atoena inayofuata. Hata saizi anatakiwa mkande huyo home and away. Afu baada ya hapo ampige Esperance hapa. Kufa na kupona. Amkande hapa. Tumalize na hili Mayombo. Mwanzo uliniambia kwamba mwalimu inabidi aende na striker. Wako watatu pale. Wewe unapendekeza nani ambao unakusema katika mchezo huu Pantev hakikisha Soa yuko pale mbele ama mwalimu au Dese Mukwala? Mimi nafikiri mwalimu arudi kwenye ile style ambayo alikuwa anaitumia mwalimu alioondoka. Mwalimu alioondoka alikuwa anabadilisha tu. Mimi nilikuwa na enjoy sana kuiona Simba ikimweka kivuli aua pale juu. Akacheza na Mukwala. Mutale ama Kibudeni sio kama nyuma yake. Mpanzo akakimbia pembeni. Simba inakuwa ina flow kwa kasi sana. Yaani Simba inakuwa inatengeneza nafasi kwa kasi vibaya mno. Na katika wale wachezaji wengi viungo washambuliaji wote wa Simba wale. Wote yani tuseme yani wachezaji wote wa Simba. Labda mchezaji anayemzidi target au pale atakuwa ni Soa peke yake. Kulijua goli. Ile wengine wote hakuna. Wengine hakuna. Zile nafasi yani zile za karibu na box za mkizipata ni mipira ikadondoka pale. Yule leo anatumia. Mimi naamini arudishe mfumo, awape uhuru. Yaani ampe uhuru aua, awe mtu ambaye anatembea kwenye timu yake, atapata mafanikio Simba kwenye hii mechi. Nikushukuru kwa wakati. Asa. Mechi ya Yanga dhidi ya JS Kabylie. JS Kabylie full out sema sold out. Mchezo ina gani? Unajua Algeria kuna baridi sana. Tukizungumzia hii miaka michache iliyopita mitatu tuseme, Yanga ni timu bora kuliko JS Kabylie. Kwa sababu JS au wanaitwa JSK wa jamaa hawajafanya vizuri sana, walikuwa wafanya vizuri hata ndani kwenye ligi yao. Sasa hizi ndio wameanza kurudi, wanakuja hivi. Umeona? Ina maana hii ni mechi ambayo Yanga wasipoumia kutoka nje ya uwanja wanaweza kupata matokeo. Ubaya wa timu zetu huwa zinafungwa kutoka nje ya uwanja. Mentality yani leo Yanga wakishaingia tu hawa jamaa wameuza masaa 3 tiketi 50,000. Uwanja mzima ile jezi yao ile yellow kelele zile. Ndio. Msimu uliopita alipoteza. Chuma 2. Nakumbuka alipigwa 2-0 kule, msimu wa nyuma yake alipigwa 3-0. Ina maana mechi za Champions League zote Yanga ambazo wameenda kule mpigwa. Alicheza kombe la shirikisho ndo alishinda moja. Yaani Champions League Yanga amepigwa 3-0 kule, mwaka jana akapigwa 2-0. Ina maana amepunguza sijui mwaka huu atafungwa 1-0 hatujui. Lakini mimi nikiangalia zile timu zilivyo Yanga anaweza kuwazima wale jamaa nyumbani kwao. Yanga anaweza? Yanga kwenye nafasi ile ya kufuzu kwenda hatua inayofuata, mpinzani wake ni AS FAR.
Yes, Farabat. Yeah. Ndio mpinzani wake mkubwa. Al Ahly huo hakika huo. Huyo hamwezi, yani hata wafanye nini, yule anafuzu tu. Yule labda angekuwa na Mamelodi kundi moja. Ndio unaweza kusema atatoka. Ila wao wengine hapana. Yani Yanga pale amnganganie Farabat. Yani yule yes. Mkande wewe mimi nishinde huko. Yeah. Al Ahly yule anaenda moja kwa moja. Yanga na Farabat ndio timu ambazo zina nafasi kubwa ya kuwania nafasi ya moja pale. Na ndio maana mimi naamini Yanga kesho anataka kuchukua alama kwenye ile mechi. Alama 3 ama yoyote. 3 ama 1 kwake ni mafanikio. Kwa sababu akipata alama 1 anakuja anampiga hapa. Afu hakikishe Ahly anapokuja hapa anapigwa. Sababu usipomfunga tena napo unakuwa unatengeneza mazingira magumu. Unaanza kumwombea hali amfunge mwenzie. Yeah. Sawa, nikushukuru kwa jioni leo. Poa kaka.